إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. enyi waja wa Allah, nayusia nafsi yangu na kukuhusieni katika sala zima na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu qad faza almuttaqun, wa hakika wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya wasiyatullah lilawwalin wal akhirin, na huo ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo na wa mwisho, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, na kwa hakika tumewahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu na nyinyi katika sala zima na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaha anfa'u wasiyatin awsallahu biha ibada, kwa hakika huwa ni wasia bora kabisa wenye manufaa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia waja wake. Ibadallah, enyi waja wa Allah, amamana al-ashru al-awakhir min Ramadhan, mbele yetu kuna masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Katika masiku haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyafadhilisha, na Allah subhanahu wa ta'ala akajalia ndani yake kuna usiku uliokuwa bora, na akajalia Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha Qur'an usiku huo, au akaiteremsha Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku huo. Ahlul ilmi wametofautiana ni upi usiku uliokuwa bora baina ya masiku haya. Ni yapi masiku yaliokuwa bora baina ya masiku haya ya siku za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, au yale masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja? Suila Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliuliza Ibn Taymiyyah Allah mrehemu kuhusiana na siku hizi mbili au masiku haya ni yapi yaliyokuwa mabora. Fa ajaba qailan, akajibu kwa kusema ayyamul ashr min dhilhijja, michana 10 katika mwezi wa Dhulhijja ile afdalu, ni bora min ayyami al-ashr min Ramadhan, ni bora kuliko masiku 10 ndani ya Ramadhan. Anasema rahimahullahu ta'ala, mchana wa masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja afdalu, ni bora kuliko min ayyami ashr min Ramadhan, kuliko yale mchana wa masiku 10 katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kisha akasema wal layali min ashr Ramadhan, na yale masiku au usiku wa masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan afdalu, ni bora kuliko al-layali min ashr dhilhijja, kuliko zile siku 10 masiku 10 au usiku wa masiku 10 katika mwezi wa Dhulhijja. Rahimahullahu ta'ala akasema Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kutilia mkazo aliyosema mwalimu wake, idha ta'ammala al-fadhilu al-labib, pindi akizingatia aliyokuwa mbora mwerevu, ala hadha jawab, kwa jawabu hili, wajadahu shafiyan kafiya, ataliona ni jawabu lilokuwa kamili kabisa, ya kwamba usiku wa masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ni bora kuliko usiku wa masiku wa mwezi wa Dhulhijja
yale masiku 10. Kadhalika mchana wa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni bora kuliko mchana wa masiku 10 ya mwezi mtukufu Ramadhan. Ibadallah, hili ni jawabu lilokuwa kamili kuonyesha kwamba usiku katika yale masiku 10 ya mwezi mtukufu Ramadhan ni masiku yaliyokuwa bora, usiku wake ni uliokuwa bora kabisa. Al-Allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala akasema kwa sababu ndani yake fiha al-ihya'u al-layali, ndani yake kuna kuhuisha ule usiku kama vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini i'lamu rahimakumullah, eleweni Allah kurahimuni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika masiku hayo 10 kuna siku iliyokuwa bora, Lailatul Qadr, wa anzala fihi al-Qur'an, na akateremsha hapo Qur'an kama qala jalla wa ala, kama alivyosema Allah mtukufu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wenye cheo, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, kwa hakika sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku uliobarikiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kwamba ameiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa, fiha yufraqu kullu amrin hakim, katika usiku huo panapambanuliwa kila jambo lenye hekima. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka akafika akasema rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Hiyo ni rehema kutoka kwa Mola wako kuteremsha Qur'an, kuwateremshia mijumbe, ni rehema itokayo kwa Mola wako. Hakika yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika yetu sisi tumeiteremsha hiyo Qur'an katika usiku wenye cheo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama adraka ma lailatul qadr, na ni jambo gani litakujulisha ni upi usiku wenye cheo. Allah subhanahu wa ta'ala kuelezea huo usiku wenye cheo akisema lailatul qadr khairun min alf shahr, usiku wenye cheo ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr, wanateremka malaika katika usiku huo, na Jibril kadhalika anateremka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kile jambo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema salamun hiya hatta matla'il fajr, usiku huo ni amani mpaka pale unapofika muda wa machomozo wa alfajiri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema usiku huo ni bora, hakuna mfano wake. Usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Wanasema ahlul ilmi ya kwamba alibadatu fiha, kufanya ibada katika usiku huo ni zaidi ya miezi 1000 kama wanavyosema ahlul ilmi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kana huthu ashaba, alikuwa akiwahimiza masahaba zake ala iltimasi lailatul qadr, kuitafuta ile lailatul qadr, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fima rawahu al-Bukhari, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyosimulia al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, taharraw lailatul qadr fi al-witr min al-ashr min Ramadan, jilazimisheni, tafuteni ule usiku wenye cheo katika yale masiku ya witri 21, 23, 25, 27, 29. Jilazimisheni kutafuta lailatul qadr katika masiku hayo ndani ya masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakadha kana nabii sallallahu alayhi wasallam yahuthu ashaba, hivi ndivyo alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwahimiza masahaba zake juu ya kutafuta usiku huo wenye cheo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al-ashr shadda mizarahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam hufunga kibwebwe, wa ahya laylahu, na huisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ule usiku wake, wa aiqadha ahlahu, na anawaamsha wake zake katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika akaragibisha, akaonyesha fadhila za usiku huo, akasema kama rawahu Tirmidhi, kama alivyosimulia al-Imam Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kutoka kwa Abu Hurairah radhi za Allah ziwe juu yake, anasema amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam man sama Ramadhan, yote atakayefunga Ramadhan, man sama Ramadhan, atakayefunga Ramadhan
waqamahu imanan wahtisaba, na akasimama katika Ramadhan hali ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqama lailatul qadr, na akasimama ule usiku wenye cheo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, huyo atasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala yale madhambi yake yaliyotangulia. Allah subhanahu wa ta'ala amebedhamana kwa yule ambaye atakayesimama usiku wenye cheo. Kadhalika yule anayesimama Ramadhani na imamu hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, huyo atasamehewa yale madhambi yake yaliyotangulia. Ibadallah, enyi waja wa Allah, i'lamu, tambueni, anna ala almuslim, ya kwamba ni juu ya muislam ayajtahida fi hadhihi alayam, ni juu yake kujitahidi katika masiku haya na atoe juhudi yake yote kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hasa ule muda wa usiku, iltimasa li lailatul qadr, akiwa anaitafuta ile lailatul qadr, anatafuta ule usiku wenye cheo. Lakini maajabu ni kuona waislamu wa leo ya kwamba wanapofika katika kipindi cha Ramadhan huwa wao wanaweka muda wa usiku ni muda wa karata, muda wa kucheza, na muda wa kutazama michezo mbalimbali, na muda wa kufanya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayaridhii. Hayo yote ibadallah, kaeni mbali na hayo. Allah subhanahu wa ta'ala hayaridhii hayo. Muda huu unaofika ni muda ambao adhim, igtanim hadhihi alfursa, tumia fursa hii ya Abdallah, isije kupita ukajuta baada ya kuondoka Ramadhan ukasema ya kwamba nilikuwa ninatamani au nimepitwa, insha Allah taala nitasimama muda mwingine. Hiyo haitoleta manufaa. Muda huu unao, tia azma, tia nia iliyokuwa njema, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafikisha. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, enyi waja wa Allah, siku ziko mbeleni, haziko mbali tena, ayyaman ma'dudat. Hani masiku yalikuwa machache sana. Allah subhanahu wa ta'ala katuletea masiku haya ili tuondoke katika chuo hichi, tuwe katika wale waliokuwa bora, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad ja'akum ramadan shahrun mubarakun iftarada Allahu alaykum siyamahu tughlaqu fihi abwabul jahim wa tuftahu abwabul janna wa tughallu fihi ash-shayatin fihi laylatun khairun min alf shahr, fihi laylatun khairun min alf shahr. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ndani ya mwezi wa Ramadhan kuna siku iliyokuwa bora kuliko miezi 1000, usiku huo uliokuwa bora kuliko miezi 1000. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man hurima khairaha faqad hurim, man hurima khairaha faqad hurim, kwa hakika yule ambaye atakayekosa khairi zake, atakayenyimwa khairi zake, huyo atakuwa amenyimwa khairi zilizo nyingi sana. Ibadallah, hiyo siku ni siku iliyokuwa adhim. Hakuna anayefahamu itakuwa ni mwezi ngapi, 23 au 25 au 27, hakuna anayejua. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al-ashru shadda mizarahu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa inapoingia 10 la mwisho huwa anafunga kibwebwe, wa ahya laylahu, na anakuisha usiku wake, wa aiqadha ahlahu, na akawa anawaamsha watu wake sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, isije kupita fursa hii ni adhim, fursa ambayo haipo katika mwaka mzima. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia usiku huo kuteremshwa Qur'an. Simama usiku huo muabudu Allah subhanahu wa ta'ala, simama usiku huo usome Qur'an, simama usiku huo uombe dua, simama usiku huo ulete istighfar. Hakuna fursa nyingine. Sote tuna madhambi yaliokuwa makubwa, tena madhambi ambayo lau kama ingelikuwa ni harufu basi asingekaa yote mbele yetu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala satarana, ametusitiri. Basi ni wajibu kwetu sisi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kurudi kwake na kutubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, enyi mlioamini tubeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala toba iliyokuwa ya kweli. Muda ndio huu ya Abdallah, ewe mja wa Allah, usimwasi Allah subhanahu wa ta'ala, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakusamehe kwa yale yaliyotangulia. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait
وتولنا فيمن توليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وقوموا إلى صلاتكم.